Waandishi wa habari, niliyeko mbele yenu kwa majina ninaitwa Leonard Singo, kaimu katibu idara ya uhamasishaji na chipukizi CCM Taifa. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mweza wa kila kitu na mweza wa mambo yote kwa kutupa wakati huu ambao kimsingi yako masuala kadhaa yanayohusu mustakabali wa taifa letu pamoja na ustawi wa chama chetu cha Mapinduzi. Awali yote nianze kabisa kwa kupongeza chama chetu cha Mapinduzi CCM ambacho kimsingi kimeendelea kuwa chama imara, bora na madhubuti kabisa kwa sera zake nzuri ambazo zinaakisi maisha halisi ya Mtanzania. Wote tunafahamu Chama cha Mapinduzi kimekuwa mkombozi mkubwa na mtetezi wa wanyonge. Na toka tupate uhuru, kipindi kile wakati tukiwa na vyama viwili ambao kimsingi ilikuwa ni TANU na ASP kwa upande wa Zanzibar na baadaye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 64 ambao mwaka 77 ndio Chama cha Mapinduzi kikazaliwa, msingi wake ukiwa ni kuendelea kuwa daima mtetezi wa wanyonge na mkombozi. Hivyo katika mkutano huu ninapenda kukipongeza chama chetu cha Mapinduzi katika mchakato wa hivi karibuni ambapo wote tunafahamu tunakwenda kwenye zoezi la uchaguzi wa serikali za mtaa. Tunakipongeza chama chetu cha Mapinduzi kwa kuamini vijana. Wote mmeshuhudia vijana sehemu mbalimbali wameenda kuchukua fomu, chama kimewaamini, kimewateua na hatimaye hivi sasa mchakato mzima wa kuthibitishwa kwa ajili ya kugombea katika nafasi mbalimbali katika uchaguzi wa serikali za mtaa, ambao kimsingi uko kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 145 na ile ibara nyingine 146. Lakini pia tukipongeza chama chetu chini ya katibu wake, chini ya utendaji wa katibu wetu mkuu Dr. Bashiru Ali, mara kwa mara amekuwa akisisitiza umuhimu wa sisi kama Watanzania, umuhimu wa vijana wa CCM kuendelea kuwa imara na kuhakikisha kwamba tunapopewa dhamana katika nafasi yoyote basi tunathibitisha kwamba tunaweza. Amekuwa akisisitiza na kupinga hadharani vita dhidi ya rushwa, na pia amekuwa akisisitiza kuheshimu maoni ya wananchi. Kile ambacho wananchi wanatarajia kukiona ndicho hicho kifanyike. Lakini pia ndugu waandishi wa habari, tumeona sehemu mbalimbali chama chetu kimekuwa kikitatua kero na dosari kwa wakati mwafaka. Chama chetu ni vikao, sio maoni ya mtu mmoja. Hichi kimeendelea kukifanya Chama cha Mapinduzi kuwa imara na madhubuti. Na kwa mantiki hiyo hiyo tunakipongeza sana chama chetu cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wetu mpendwa Daktari John Pombe Joseph Magufuli ambaye ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia tunakipongeza chama chetu muda mwingi mbona kiheshimu uhuru wa maoni. Ndani ya Chama cha Mapinduzi kila mtu ruksa kusema, ruksa kutoa maoni, ili kusudi kama chama tunakuja kwa pamoja tukiwa tuna lengo moja na nia moja, ambapo kimsingi kama unafahamu dhamira ya chama chote cha kisiasa duniani ni kushika dola. Hivyo tunakipongeza chama chetu kwa kuendelea kuwa imara na madhubuti kabisa kwa kuendelea kuamini vijana, na kwa hili tunakipongeza chama chetu cha Mapinduzi. Lakini nitumie fursa hii na katika mkutano huu kukemea mambo yote ya hovyo kabisa katika mitandao ya kijamii ambayo yanatuhamisha kutoka katika mjadala wa kitaifa katika ujenzi wa taifa. Mambo yote ambayo kimsingi yanakiuka ule umoja wetu, undugu na mshikamano ambao vimekuwa vikiimarisha taifa letu na kulijengea kuishi katika misingi ya amani na utawala bora, haki pamoja na wajibu, ni mambo ambayo taifa letu limeendelea kuaminika duniani na kusifiwa na kuwa kimbilio kwa mataifa yote ambayo yamekosa amani. Hivyo nitumie fursa hii kuendelea kukemea wale wote ambao wanadhani kwa kuwa na kakundi kadogo kwenye mitandao ya jamii na kuendelea kupotosha kwa makusudi kwamba
swala hilo litatutikisa, haliwezi kututikisa, na tunaziomba mamlaka zote zinazohusika kuanzia Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi la Polisi pamoja na TCRA wahakikishe wanadhibiti mienendo hii miovu na michafu kabisa sio kubalika katika jamii yetu. Sisi wa Tanzania tumezoea amani, tumezoea upendo. Masuala ya kutukanana na kusemana hovyo hatukuyazoea haya. Tunazitaka mamlaka zote zinazohusika zichukue hatua dhidi ya watu hao. Hatuwezi kukubali kakundi kadogo ka watu wasiozidi 1000 katika mitandao ya kijamii kwa makusudi wanapotosha ili kusudi waathiri amani ya nchi yetu. Hatuwezi kukubali. Wadhibitiwe, wachukuliwe hatua. Tunajamii vyombo vyetu vya usalama vimeendelea kuwa imara siku zote. Hatuwezi kukubali. Sisi kama mmoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM tunaamini katika kufuata misingi ya katiba na sheria pamoja na utawala bora. Na ndio maana mara nyingi mmetuona tukiwa kimya tukisapoti Chama chetu cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba kinasimamia ilani ambayo kimsingi kwayo kimepewa dhamana, kimeaminiwa na wananchi. Kama mnaofahamu, katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema wazi, marais, viongozi wetu wanapatikana kwa njia ya demokrasia. Wote mnafahamu mwaka 92 mfumo wa vingi uliingia rasmi Tanzania. Mwaka 95 kwa mara ya kwanza tukafanya uchaguzi huru na wa kidemokrasia. Uwepo wa vyama vingi tafsiri yake ni kuleta ushindani. Tunashindana kwa hoja, sio kwa matusi na kwa maneno ya hovyo na kwa kejeli. Jambo hili lazima tulikemee kwa pamoja. Wote mnafahamu sisi kama Tanzania, swala hili la vyama vingi lilipokelewa na baadaye likawepo katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa katiba imesema wazi, chama kitakachoshinda ndicho kitakachounda serikali au dola. Chama hichi maanake kimeaminiwa na wananchi walio wengi, na atakaye pewa dhamana amepatikana kwa njia ya kura. Unaposhindwa ridhika. Ndiyo katiba inavyosema, na ndiyo mfumo wetu wa upatikanaji wa serikali zote ambazo zimepita. Tumeona, tumejionea katika awamu ile ya 3 ya Mzee Mkapa, awamu ya 4 ya Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete, pamoja na hatimaye awamu hii ya 5 ya Rais Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Hivyo basi, kwa umoja wetu sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, tunaomba vijana wote Tanzania wote walipo tumuunge mkono rais wetu Daktari John Pombe Joseph Magufuli, ambaye kimsingi ameamua kwa dhati kabisa moyo wake kuhakikisha kwamba tunajenga taifa letu, tunajenga nchi yetu kwa kutumia rasilimali tulizo nazo. Rais Magufuli amekuwa kinara wa kupinga rushwa na vitendo vyote hovyo kabisa katika utumishi wa umma. Leo wote mnafahamu kinachoendelea katika sekta katika utumishi wa umma. Watanzania sasa wanahudumiwa tena kwa wakati. Watanzania wanasikilizwa, na ndio dhana ya utumishi wa umma. Mteja ni mfalme. Zamani haiwezekani mtu unakwenda kwenye huduma za afya, unahitaji huduma au katika ofisi yote ya umma, lakini watumishi wale wamekuwa ni jeuri, ni viburi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kulirudisha taifa katika msingi ulio imara, na hapa ndipo tunapata ule uhalisia wa maana ya serikali ya wanyonge inayotetea na kusikiliza wananchi wake. Ndugu zangu waandishi wa habari, kuna swala la demokrasia. Hatukatai, una uhuru wa kutoa maoni, hukatazwi, sema unavyojisikia wewe, lakini wafuate misingi ya utawala wa sheria. Tunafahamu sheria zipo. Ni vizuri sana kama taifa na sisi kama Watanzania tukakumbuka taifa letu hili tulioachiwa na waasisi wetu, ambaye ni baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na mzee wetu Sheikh Abeid Amani Karume. Wametuachia taifa lililoungana, lenye umoja, lenye mshikamano. Hivyo hatutakubali sisi kama wote vijana kumvumilia mtu yoyote, aidha kwa makusudi au kwa bahati mbaya, anayetaka kuvuruga amani ya nchi. Tutapambana naye. Wasitulazimishe sisi kama moja wa vijana kurudi kwenye vurugu zile za hapa na pale za kufuatiliana. Sisi hatuko hivyo. Sisi kama moja wa vijana, kazi yetu ni kuungana na chama chetu katika kuwaletea wananchi maendeleo
na kuhoji pale tunapoona yuko mtumishi yoyote ambaye anataka kuhamisha jitihada za serikali yetu hii. Ndio kazi yetu moja vijana. Lakini sasa hizi vurugu za hapa na pale, sisi kama moja vijana hatuwezi kukubali hata kidogo. Sisi tunaheshimu utawala wa sheria na katiba.